Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Bwana, kutokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu yangu Mtanzania, wapokea taarifa hii ambayo wameituma kwa vyombo vya habari yenye kichwa cha habari kinachosomeka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, taarifa kwa vyombo vya habari na umma, na kusomea kama walivyoituma. Kauli ya serikali iliyotolewa bungeni kupitia waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango kuhusu madai ya shirika la fedha duniani IMF kuwa serikali ya Tanzania haijakubali kuchapishwa kwa ripoti inayozungumzia hali ya uchumi nchini imezidi kuibua sintofahamu na mkanganyiko zaidi katika swala hilo linalogusa eneo nyeti katika utendaji wa serikali na mwenendo wa nchi kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Dr. Hassan Abasi akimnukuu waziri Dr. Mpango, serikali imesema kuwa iko katika majadiliano na IMF kuhusu ripoti ya Tanzania na kwamba kuna siku 14 za kujadiliana kufuatia wataalamu waliotumwa awali kutozingatia hoja za upande wa serikali kama ulivyo utaratibu. Tunatambua kuwa kauli ya waziri Dr. Mpango imekuja baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoa taarifa ya kushtushwa na ukimya wa serikali juu ya madai ya IMF kuwa serikali imekataa kuchapisha ripoti hiyo, ambapo tuliwataka wasemaji wa serikali akiwemo msemaji mkuu, msemaji wa rais Ikulu na msemaji wa wizara ya fedha kujitokeza kutoa kauli ya serikali juu ya swala hilo. Kauli ya serikali imeongeza wingu jeusi kuhusu kitu gani hasa kinaendelea kuhusu ripoti ya hali ya uchumi nchini kutokana na misingi iliyosimamiwa na kuongoza majadiliano ya wataalamu wa IMF na serikali na maafisa wa benki kuu kwa kila nchi wanachama hadi kupatikana kwa ripoti ya majadiliano ya kifungu cha 4 kuwa wazi kwa pande zote mbili na wadau wengine. Kimsingi, baada ya uchunguzi huo unaohusisha majadiliano ya kina kufanyika kwa miezi kadhaa, serikali si Tanzania pekee huwa haina nafasi tena ya kufanya mabadiliko katika ripoti ya mwisho. Fursa pekee inayoweza kuwa nayo ni kuzuia kuchapishwa kwa ripoti husika, lakini si kubadilisha kilichomo ndani ya ripoti. Hii ni kwa sababu mchakato wa kufikia hitimisho la ripoti ni mrefu, unahusisha mashauriano ya pande zote mbili. Kutokana na kutambua hilo, serikali inawajibika kujibu maswali kadhaa yanayoibuka kutokana na kauli yake kama ifuatavyo. 1. Chadema House sana tiririka. Je, imeamua kuchagua njia ya kuzuia kuchapishwa kwa ripoti kwa kuomba muda wa nyongeza kwa kufanya mabadiliko, yani delaying tactic? 2. Je, huo muda wa siku 14 ambao serikali inadai inafanya mazungumzo na IMF umeanza lini na unamalizika lini? 3. Je, serikali inamaanisha kuwa hizo siku 14 zinajulikana na upande mmoja pekee kati ya pande hizi mbili? Kwa sababu taarifa ya IMF iliyo katika tovuti ya shirika hilo haizungumzi chochote kuhusu kuwako kwa muda wa nyongeza wa kujadili, kukubaliana na hatimaye kuchapishwa kwa ripoti hiyo. 4. Je, serikali inaweza kuweka wazi taratibu ambazo zinatakiwa kuzingatiwa katika uchunguzi huo ambao hufanyika kila mwaka, tofauti na zinazoelezwa kwenye vifungu vya makubaliano ya wanachama wa IMF, hususan kifungu cha 4? Ili kupunguza wingu jeusi linaloonekana kuzingira hali ya uchumi na sera za kifedha nchini, huku ikijulikana wazi kuwa ikichapishwa kuendelea kugubikwa athari zake ni kubwa, na ili kuondoa wasiwasi unaozidi kuibuka kwa mwenendo wa uchumi wa nchi yetu ni tete tofauti na majigambo ya watawala, na ili kuondoa dhana iliyoongeza kujengeka kuwa serikali inataka ripoti hiyo iaririwe kwa kufuata matakwa yake, Chadema inasisitiza yafuatayo. 1. Wakati ikiendelea na mazungumzo hayo ya siku 14 kama ilivyodai, serikali ikubali kuchapishwa kwa ripoti hiyo ambayo inadai haikuzingatia maoni ya upande wa serikali ili kuondoa sintofahamu inayozidi kuzunguka ripoti kuzunguka suala la ripoti hiyo. 2. Kwa sababu serikali inayo nakala ya ripoti ya majadiliano ya kifungu cha 4 iwaambiwa Tanzania kuhusu nakala iliyojulishwa kupitia mitandao na vyombo vya habari vya kimataifa iwapo ni hiyo ambayo serikali inadai maoni ya upande wake hayakuzingatiwa ama la. 3. Kwa sababu serikali inayo nakala ya ripoti husika iweke hadharani kwa umma wakati ikiendelea na majadiliano ya siku 14 ili kurejesha imani ya wananchi inayozidi kupotea siku hadi siku.
siku dhidi ya utendaji wa serikali ya Rais John Magufuli, hasa masuala ya uwazi na uwajibikaji kwenye uendeshaji wa masuala ya uchumi, uwekezaji, sera za fedha, utawala bora na masuala bora na taasisi au jumuiya ya kimataifa. Ni taarifa ambayo inatokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kazi niliyofanya mimi ni kuisoma tu. Imetumwa kwenye vyombo vya habari kiwamo Giliboni Online TV na Tumaini Makene. Huyu ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Chadema. Lakini pia itakumbukwa kwamba mapema hiyo jana Waziri wa Fedha Dr. Philip Mpango alizungumza pale bungeni mjini Dodoma na kusema kwamba ripoti hii inayodaiwa ya IMF inafanywa kazi, kwa hivyo majibu yatatolewa. Kwa Chadema wameamua kuzungumza mapema, na mapema wajuzi pia walitoa taarifa nyingine kwa vyombo vya habari wakitaka masuala kadhaa yafanywe kazi, ikiwamo serikali kutoa tamko, swala ambalo pia serikali imekwisha kutoa tamko hilo. Nimeona pia msemaji mkuu wa serikali naye ameweza kuweka hiyo taarifa akinukuu waziri wa masuala ya fedha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter, ambapo aliweka kama inavyoonekana. Waziri wa Fedha Dr. Philip Mpango amelieleza bunge mjini Dodoma kuwa serikali iko katika majadiliano na IMF kuhusu ripoti ya Tanzania, na kuna siku 14 za kujadiliana kufuatia wataalamu waliotumwa awali kutozingatia hoja za upande wa serikali kama ulivyo utaratibu. Sasa kwa taarifa kidogo ni kuongezee, waziri wa fedha Dr. Philip Mpango wakati anazungumza bungeni anasema kwamba serikali haijazuia shirika la fedha duniani IMF kuchapisha ripoti ya uchumi wa Tanzania, isipokuwa kinachofanyika ni mazungumzo kati ya serikali ya Tanzania na shirika hilo kabla ya ripoti hiyo kuchapishwa. Dr. Mpango alitoa kauli hiyo bungeni mjini Dodoma alipokuwa akitoa ufafanuzi wa maelezo ya mbunge wa Tunduma anaitwa Frank Mwakajoka wa Chadema aliyesema serikali imezuia shirika hilo kutoa ripoti ya uchumi wa Tanzania. Katika maelezo yake Mwakajoka alisema wakati alipokuwa akichangia makadirio ya bajeti ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa mwaka 2019-2020, alisema waandishi wa habari wamejaa hofu ya kuripoti mambo mbalimbali yakiwemo hali ya uchumi wa Tanzania. Kutokana na hali hiyo, alishauri waandishi wa habari waachwe huru ili waripoti mambo mbalimbali kwa maslahi ya umma. Bwana, nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Niambie hapo kwenye sehemu ya kutoa maoni. Usisahau kusubscribe Giliboni Online TV, like na kisha kucomment. Sasa kwa serikali yetu kuzuia taarifa hii kuchapishwa, inakuwa kama vile tunajipiga risasi mguuni sisi wenyewe, kwa sababu panakuwa na maswali mengi. Kwa nini serikali inazuia taarifa hiyo kuchapishwa? Na kwa kweli tunaozuiwa kuisoma ni wananchi wa kawaida wanaoenda katika tovuti kama hizo na wabunge, na hasa katika kipindi hiki ambacho bunge linajadili bajeti na taarifa hii inapitia sera mbalimbali za serikali na hali ya uchumi. Ni vyema taarifa hii ikachapishwa, wabunge na Watanzania kwa ujumla wakaisoma. Kama ina mapungufu wakasema ina mapungufu. Hata kama serikali haikubaliani na taarifa hiyo, serikali ina nafasi pia ya kusema taarifa hii sio sahihi katika mambo haya. Lakini unapokataa isichapishwe, unajenga picha ya kwamba labda hautaki mambo fulani yaeleweke. Una kitu ambacho unakificha. Unapokataa taarifa hiyo isichapishwe, labda kuna sera ambazo zimetolewa ufafanuzi au kuna ushauri umetolewa ambao ushauri huo haukubali. Sasa kama haukubali vizuri, unaeleza sababu ambazo ushauri huo haukubali. Lakini kwa kukataa isichapishwe, na watu wanaopitia tovuti ile hawapitii waziri kasemaje kwamba kuna mambo yanahitaji yasahihishwe. Kwa utaratibu wa IMF, bodi yake ikishaipitia na ikaipitisha, uwezi tena wewe ambao una maoni tofauti ukalazimisha kwamba ile ripoti ibadilishwe. Hata katika uandishi tu, wewe ukifanya utafiti
ukaandika utafiti wako, alafu unawapelekea watu ambao uliozungumza nao, na hivi wanatoa mchango wao. Bwana, hapa ulivyoeleza sivyo tulivyokueleza, hapa hivi, hapa hivi. Lakini wewe ambaye unaiandika ripoti ndio una maamuzi ya mwisho ya kuamua kitu gani ukiweke kwenye ripoti na kitu gani usikiweke kwenye ripoti. Kwa hiyo serikali, make your day right. Gilly Bonny Online TV, kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.